نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال تعالى: إن للمتقين مفازا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وقال سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Ashukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, atakiwa rehema na amani kiongozi wa umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Waja Allah na kuhusieni na kuhusia nafsi yangu jambo la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, maana wamefuzu na kufaulu wale wamchao Allah. Allah asema hakika wamchao wamefuzu na kufaulu. Na pia huyu wasia wa Allah kwa watu wa mwanzo na watu wa mwisho aliposema, na hakika tuliwahusia waliopewa kitabu kabla yenu, Mayahudi na Manaswara, kumcha Allah, nanyi pia tunakuhusia jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tutaangalia katika hotuba yetu hii, tutaangalia njia tatu ama mahali patatu ambapo amali zetu zinapandishwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni waja wa Allah na tunafanya ibada mbalimbali. Hizi ibada ambazo tunazozifanya sisi, kufunga na kuswali na kutoa sadaka na mambo mengine yote hayo, ni kwamba yanapelekwa ripoti mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tutapata kutambua na kuzijua na kuzifahamu nyakati hizi ambazo matendo yetu sisi yanakuwa yanapelekwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo nzuri na baya linapelekewa ripoti na malaika. Yote yale ambayo tunayafanya katika ibada, maaswi, maovu, yote yanawakilishwa na malaika mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume juu lake rehema na amani katika hadithi, na hii ndiyo nafasi ya kwanza kabisa ya kila siku tunapofanya ibada zetu, ni kwamba ripoti ya zile ibada zetu ni kwamba zinawakilishwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Mtume juu lake rehema na amani, yataaqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar, wanapeleka zile ripoti na kuwakilisha zile ripoti malaikatun bil-layli, wale malaika usiku, wa malaikatun bin-nahari, na wale malaika wa mchana pia, ambao wamewekwa kwa ajili yetu kuwa ni maalum, wakiangalia vile vitendo na zile ibada ambazo sisi tunazitekeleza kila siku na kila usiku. Sasa hawa wamewekwa ni maalum, wanaangalia vitendo vyetu vizuri na vibaya. Sasa hawa wamewekwa kwa ajili yetu sisi, kama vile ni wachungaji kwetu, wanatuchunga na kufuatilia kile ambacho tunachokitenda na kukifanya usiku na mchana. Wayajtamiuna fi salati al-fajr wa salati al-asr, au malaika ambao waliwekwa kuwa ni wachunga juu yetu sisi, wakitazama vile vitendo vyetu na amali zetu, ni kwamba wanakusanyika na kuwa pamoja katika sala al-fajr pamoja na sala al-asr. Wanakuwa na sisi nyakati hizi. Kuna malaika ambao kwamba wanakuja wakati wa alfajiri wakiwa na sisi, wanaangalia zile ibada zetu na amali zetu. Hawa sasa ikifika asiri wanatoka, wanapisha wengine, wanakuja wanatuchunga mpaka hiyo alfajiri nyingine. Sasa tunapata kufahamu kwamba kupelekwa kwa ripoti za matendo yetu sisi ni wale ambao malaika wanapeleka ripoti ya mchana, kuanzia baada ya salatu alfajiri mpaka asiri, wamepeleka ripoti ya mchana mzima mpaka hapa. Ikifika pika asiri, wanakuja malaika wengine pia, wanakuwa ni wachungaji juu yetu sisi mpaka alfajiri. Hao wote ni kwamba pia wanapeleka ripoti mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo basi, nyakati ambazo zinapelekwa ripoti zetu za matendo kwa mchana na usiku ni wakati wa asr pamoja na wakati wa alfajiri. Kisha hao malaika
Wakishafanya kazi hiyo ya kupeleka ripoti mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala, thumma ya'rudu alladhina batu fikum, kisha wale ambao walilala na sisi katika mpaka wakati wa alfajiri wanapaa zao kwenda mbinguni na kuwapisha wengine waweze kufanya kazi yao. Faisaluhum fihim, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anapata kuuliza wa malaika, wa huwa a'lamu bihim, anakuwa na Allah yeye ni mjuzi kuliko wa malaika. Anawauliza tu ili tu waweze kufikisha ile kazi ambayo uliweza kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifa taraktum ibadi, ni vipi mlioacha waja wangu? Fayaqulun, wanasema wale malaika, taraknahum wa hum yusallun, tulioacha waja wako wakiswali, wa atainahum wa hum yusallun, na pia tulioacha na kuwa kifanya ibada. Sasa Allah anawauliza malaika kwa makusudi, ni vipi mlioacha waja wangu nyinyi ambao mmekuwa huko mkiwachunga mkifuatilia kazi zao na ibada zao? Majibu yao malaika wanasema kwamba tuliwaacha wakifanya ibada na pia tulipowaendea pia tuliwapata wakifanya ibada. Ni ongera na pongezi kwa yule ambaye ripoti yake itakuwa namna hii, kwamba malaika wamekuja wakakupata umefanya ibada na pia kwa kuacha pia umefanya ibada. Ni ongera na pongezi kwa watu kama hawa. Hii ni nyakati ya kwanza, ripoti zetu za matendo zinapelekwa asiri pamoja alfajiri kwa kila usiku na mchana, na pia matendo yetu pia yanapelekwa kila wiki, lazima pia ripoti ipelekwe ya wiki. Nayo ni hadithi nasema kwamba tu'radu al-a'mal yawmal ithnain wal khamis, matendo ya wiki upandishwe Jumatatu na Alhamisi. Hii ni ripoti ya wiki. Tumeshajua ripoti ya siku. Ripoti ya wiki sasa inapelekwa siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Fa uhibbu an yu'rada amali ana swaim. Asa Mtume anasema sasa mimi ninapenda matendo yangu yapelekwe ripoti yake mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala, aliyakuwa nimefunga ibada ya somo. Hivyo angalia pia umuhimu na ibada ya somo. Mtume naona ripoti yake matendo isipelekwe pasina kuwa na somo, lazima ishindikize na somo. Sasa akasomu siku ya Jumatatu, akasomu siku ya Alhamisi, ili ripoti yake iende la kuwa pia imepelekwa na ripoti ya somo. Hii ni ripoti ya wiki. Ripoti ya mwaka mzima inapelekwa katika mwezi wa Shaaban. Anasema Usama bin Zaidi radhiallahu anhuma, qultu ya Rasulullah, sababu huyu anasema kwamba nilimuuliza Mtume, lam araka tasumu min shahrin min ash-shuhur ma tasumu fi Shaaban ya Rasulullah, sijapata kuona wewe ukifunga kwa wingi, ukifunga sana kama vile unavyofunga katika mwezi wa Shaaban, mbona unafanya hivi ya Rasulullah? Mtume akasema kumwambia Usama bin Zaid, akasema kwamba dhalika shahrun yaghfulu an-nasu anhu baina Rajabi wa Ramadhan, katika mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao watu wanaghafilika, ambao mwezi ambao uko kati ya Rajabu pamoja na Ramadhani. Hivyo sasa watu kwa kuwa wanaghafilika katika mwezi huu wa Shaabani, wanakosa kufunga somo, wanakosa kuswali swala nyingi za sunna, wanashindwa kusoma qiraatul Qur'ani na wema mbalimbali, wanaghafilika katika mwezi wa Shaabani wakiwa na matumaini kwamba Ramadhani iko mbele huko, sasa ndipo watakuja kufanya juhudi za ibada, kisha wakaghafilika katika mwezi wa Shaabani. Sasa katika hekima na busara ya Mtume kuonekana anafunga kwa wingi katika mwezi wa Shaabani, ni vile wengi hawaupi umuhimu mwezi wa Shaabani, wanaghafilika kufanya ibada wakisema kwamba Ramadhani siko mbele bana, huko ndipo tutaswali kwa wingi, tutasoma Qur'ani kwa wingi, tutasaidia watu kwa wingi, tutatoa sadaka kwa wingi. Shaabani wakaisahau, wakaghafilika. Kwa ajili hiyo sasa Mtume juu lake rehema na amani anasema sasa katika hekima ya kufunga kwa wingi na sana katika mwezi wa Shaaban ni vile kuonesha kwamba watu wanaghafilika katika mwezi wa Shaaban. Wa huwa shahrun, ya Mtume anaendelea kumpa habari sahaba Usama bin Zaid, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, ni mwezi pia ambao ndipo ripoti ya mwaka mzima wa matendo yetu sisi wanadamu inawakilishwa mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa uhibbu an yu'radu amali wa ana swaim, hivyo basi ninapenda matendo yangu yapelekwe mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala aliyakuwa nami ni mwenye kufunga katika mwezi wa Shaaban. Tunapata kwamba kwa mafuhumu ya hadithi
sehemu tatu ambazo ndipo ripoti ya matendo yetu huwakilishwa mbele zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ripoti ya kila siku, mchana na usiku. Al-asr, ripoti ya mchana, usiku mpaka alfajiri, ripoti nyingine ya usiku kwa kila siku. Ripoti ya wiki Alhamisi na Jumatatu. Ripoti ya mwaka mzima katika mwezi wa Shaaban. Hapa ndipo sasa tunakwenda na hotuba yetu mpaka mwisho. Katika mwezi wa Shaabani ambao ni mwezi ambao uko katikati ya Rajabu pamoja na Ramadhani, na wengi pia upata kuhafilika vile Mtume alivyohadithia katika hadithi, na ndipo matendo yanapandishwa ya mwaka mzima. Hapa sasa ndipo, na mbele yake kuna mwezi wa Ramadhani. Hapa sasa ndipo tupate kuzinduana na kufahamishana na kuelekezana na ambayo ni ya muhimu. Maana Shaaban, nini maana ya Shaaban? Hii miezi tunayohesabu tukisema Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Thani, Jumada Awwal mpaka mwisho, hii miezi ina makusudio yake katika ada ya Kiarabu. Hii miezi Waarabu walikuwa kihisabu kabla hata ya Uislamu, na baada ya Uislamu kuingia pale Maka na Madina, sheria ikakubali hii miezi kwamba iendelee kwa majina yake vile vile, pasina kubadilisha hizi ada za Waarabu, kwa sababu hii miezi ni kwamba haitilafiani na kwenda kinyume na yale ambayo ni sheria ya Kiislamu. Sasa sheria pia ikakubali miezi, maadamu Waarabu walikuwa na haja ya kuhesabia Muharramu, Safaru, Ramadhani, Shaabani, Rajabu. Mungu akasema hapana, hakuna ubaya, acha idadi iendelee vile vile mahesabu ya Waarabu. Ikaendelea mpaka leo tunasema miezi hii Shaabani, Ramadhani na Shawwal na kadhalika. Maana ya Shaabani wasema ulama kwamba summiya bi Shaaban, umeitwa mwezi wa Shaabani lianna al-araba kanu, kwa sababu wale Waarabu walikuwa yatashabauna ay yatafarraquna litalabil almiyah. Imeitwa mwezi wa Shaabani ni kwa kuwa Waarabu walikuwa wakifarikiana, kila mtu anashika njia yake kwa kwenda kutafuta maji. Inaonekana kwamba wakati wa Shaabani kulikuwa na ukame wa maji katika nchi za Kiarabu. Ramadhani sasa inapoingia kunakuwa na jua kali kweli kweli, basi ikaitwa Ramadhani kwa sababu kupatikana shiddatul harru, kupatikana jua kali na joto kali, ikaitwa Ramadhani. Sasa katika mwezi wa Shaabani, kwa kuwa kulikuwa na ukame wa maji katika nchi za Kiarabu, sasa ikifika Shaabani wale Waarabu wana kwenda mbalimbali wakitawanyika na kugawanyika kwenda kuyatafuta maji ili yaweze kuwasaidia shughuli zao za kila siku. Ndio maana ikaitwa Shaabani, kwa sababu Waarabu walikuwa wakigawanyika na kutawanyika kwenda kuyatafuta maji katika mwezi wa Shaabani. Pia wanasema kwamba liannaha shaaba ay dhahara baina shahrai Rajab wa Ramadhan, na pia imeitwa Shaabani kwa kuwa ndipo kunapata kudhihirika ndani yake, kunapata kudhihirika kati ya mwezi wa Rajabu pamoja na mwezi wa Ramadhani. Bi maana Shaabani yao imekaa pale katikati. Sasa ukienda kabla ya Shaabani unapata Rajab, ukienda baada ya Shaabani unapata Ramadhani. Sasa wao umekaa katikati. Sasa ikawa pia katika maana kwamba ni vile ni mwezi ambao umedhihiri kati ya mwezi wa Rajabu pamoja na mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Shaabani kuna makatazo sampuli mbili, na pia tunaweza pia tukaweka katazo lingine pia la tatu. Tutaelezea kwa mukhtasari. Katazo la kwanza katika mwezi wa Shaabani ni pale Mtume aliposema kwamba idha intasafa Shaabani fala tasumu, itakapofika Shaabani katikati, hivyo basi Waislamu nyinyi msifunge. Na mbona sasa Shaabani ikifika katikati sisi tusifunge? Kuna hekima gani na busara gani na mafundisho gani ya sisi kutofunga pindi Shaabani imefika katikati? Na hadithi hii maulama wametulafiana kidogo. Wala ambao wameikubali wakasema iko sawa, ni hasani, kama vile Sheikh Al-Albani ameikubali, wengine wakaipinga wakasema hadithi ni dhaifu. Maadamu kuna itilafu kati ya wanachoni, tutaichukua na kuitumia. Sasa itakapofika nusu ya Shaabani, hivyo basi ni Waislamu msifunge, mkomee hapo kufunga. Sasa wanaeleza maulama katika kutusaidia maana ya maneno haya ya hadithi, wanasema katazo hili
la kutokufunga kati ya Shabani. Pindi Shabani imefika katikati, bi maana tarehe 15 ya Shabani, tusifunge hapo. Wanatusaidia kwamba ni kwa yule ambaye hakuanza kufunga mwanzo wa Shabani. Ikifika Shabani katikati sasa, anasema hiyo kesho mimi nitaanza kufunga mpaka kuingia Ramadhani. Huu sasa ndio amekatazwa hapa. Bi maana yule ambaye ataanza kufunga tarehe 16 baada ya nusu ya Shabani, huu ndio haruhusiwi kufunga baada ya nusu ya Shabani. Lakini yule ambaye ameanza Shabani mwanzo, akifunga somu yake 1, 2, 3 anafunga, Alhamisi na Jumatatu anafunga, ataendelea akifunga hivyo mpaka kukaribia Ramadhani. Iko sasa katazo ya kwanza, ikifika nusu ya Shabani, Waislamu msifunge. Hikima yake yule ambaye atakuwa kuanza kufunga mwanzo wa Shabani, imefika sasa nusu Shabani, anasema sasa mimi kesho tarehe 16 nitaanza funga yangu mpaka niende nayo kuingia Ramadhani. Huyu sasa ndio amekatazwa hapa. Na pia katazo la pili, la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain, msitangulize Ramadhani kwa siku moja ama siku mbili. Bimaana Ramadhani ikibakisha siku moja na siku mbili iingie, hapo pia tumekatazwa kufunga. Mbona tukatazwe? Na hapa pia ikikosa Ramadhani siku moja ama mbili, tu stop kufunga, tuache tusubiri Ramadhani ingie. Hapa pia Mtume sasa akabainisha kwamba illa an yuwafaqa sauman man kana yasumu ahadukum, isipokuwa yule ambaye somu yake ile ya ada ya kawaida ikiwafikiana na ile siku moja ama siku mbili kuingia Ramadhani, huyu hakuna ubaya kuendelea kufunga mpaka Ramadhani kuingia. Bimaana kama ile siku moja ikibakia ama siku mbili Ramadhani ingie, yule ambaye alikuwa na ada ya kufunga tangu mwanzo wa Shabani, huyu hakuna katazo kwake, ataendelea kufunga hata kama Ramadhani imebakisha siku moja ama siku mbili iweze kuingia. Katazo ni kwa yule ambaye anaona sasa Ramadhani imebakisha siku mbili. Ramadhani jamani, na huyu mwezi nimehafika kweli kweli, sijafunga Shabani hata moja. Acha leo nifunge. Maadamu tumebakisha siku moja ama siku mbili Ramadhani ingie, acha mimi leo nifunge angalau nionekane Shabani haikupita bure. Huu sasa ndio anakatazwa na Mtume. Komea hapo wewe. Mbona ukuanza mwanzo wa Shabani? Usifunge wewe. Sasa yule ambaye ameanza mwanzo wa Shabani kufunga, siku yake Jumatatu na Alhamisi, ama leo amefunga kesho amefungua ile somu ya Nabii Daudi alayhi salam, huyu ataendelea kufunga hata kama Ramadhani itabakisha siku moja ama siku mbili kuingia. Pia watu wengine pia ambao wanaruhusiwa kuendelea kufunga katika siku hii moja ama siku mbili Ramadhani kuingia, yule ambaye yuko na kadhaa Ramadhani, yule ambaye anadaiwa Ramadhani, anasikia imebakisha siku moja siku mbili Ramadhani ingie, huyu sheria inamwambia maadamu una deni la wajibu, una deni la lazima, Ramadhani imebakisha siku moja ama siku mbili, funga deni haraka sana kabla Ramadhani kuingia. Huyu ataendelea kufunga katika hali ya kulipa deni la Ramadhani iliyopita. Mtu mwingine pia haingii katika katazo hili, ni yule ambaye ana saumu ya nadhiri. Nadhiri ni mtu Muislamu kumwahidi Mungu jambo fulani, ya Allah, ukinijalia kupata mtoto nitafunga saumu. Ukamwekea ahadi Mungu, na Allah sasa akikujalia kupata mtoto, maadamu ushamwahidi Allah ukamwekea ahadi kwamba utafunga saumu, sasa na ikifika hiyo siku moja ama siku mbili Ramadhani kuingia, na tayari umkishakuwa na deni la Allah, umemwahidi kwamba akikujalia kupata mtoto utakuja kufunga, basi wewe utalazimika kufunga hiyo siku moja ama siku mbili Ramadhani ingia, kwa sababu hii ahadi umempa Allah, bado ni deni kwako, juu yako ni mzigo, lazima uitekeleze ifunga ya nadhir ambayo ulimwahidi Allah kwa jambo fulani. Basi funga hata kama Ramadhani imebakisha siku moja ama siku mbili kuingia. Katika pia uelewa wa hadithi ni vile mtu ule ambaye yuko na funga ya kafara, bimaana last Ramadhani mtu amefanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na mke wake. Sasa katika sheria na hukumu ya hili jambo, sheria inasema kwamba utafanya matatu katika moja kati ya matatu.
Yule ambaye anafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani na mke wake akamwingilia mchana wa Ramadhani, huyu kwanza juu lake afanye tauba, na pili atafanya moja kati ya matatu: ima atamwachia huru mtumwa, na jambo hili hakuna jamani, watumwa siku hizi hakuna, ilikuwa ni zama za Mtume, hili haliko, tumetia kando. Ambakisha mbili, ima ufunge miezi miwili mfululizo, ama ulishize maskini 60. Sasa endapo utakosa uwezo wa kulishiza maskini 60 ukaamua kufunga miezi miwili mfululizo, sasa hii kwako ni wajibu, ili kuwa toba na msamaha kwa kile kitendo umefanya cha kumwingilia mke wako mchana wa Ramadhani iliyopita, na Ramadhani imebakisha siku 2 ama siku 1 ingie, wewe maadamu ngaliki na deni la last year, basi sheria inasema kwamba wewe utaendelea kufunga hata kama Ramadhani imebakisha siku 1 ama siku 2 kuingia. Kwa hiyo sasa, yule ambaye yuko na deni Ramadhani iliyopita na yule ambaye yuko na ahadi ya Allah ya kufunga, ametia nadhiri, na yule ambaye yuko na deni ya kafara ya kufunga, huyu hata kama Ramadhani itabakisha siku 1 ama siku 2 atafunga ili aweze kuondoa deni ambalo linamkabili Allah subhanahu wa ta'ala. Na nafasi ya tatu kama katazo, kufunga yaumu shak, siku ya shaka, ambayo ni siku ya tarehe 30 Shaaban. Kwa mfano, leo ni tarehe 29 Shaaban, na magharibi ya leo tunatarajia uende kesho iwe ni tarehe 1 Ramadhani au iwe ni tarehe 30 Shaaban. Tumekaa tunategeza tukiangalia magharibi ya leo. Je, kesho itakuwa ni tarehe 1 Ramadhani ama je kesho itakuwa ni tarehe 30 Shaaban? Ikaitwa yaumu shaki, siku ya shaka, ya mashaka, tunakaa tukitegeza. Sasa hiyo siku pia Mtume akataza pia watu wasifunge kwa sababu ni siku ya shaka. Atujue kesho kama itakuwa Ramadhani imeingia ama tutaendelea kufunga Ramadhani kukamilisha siku 30. Na hapa pia tunakatazwa. Sasa katika hali kama hii, makatazo matatu yamekuja katika mwezi wa Shaaban. Itakapofika nusu ya Shaabani tusifunge, itakapobakisha Ramadhani siku 1 siku 2 kuingia tusifunge, na pia itakapokuwa sasa imeingia siku ya shaka ambayo ni 30 mwezi wa Shaabani pia tusifunge. Lakini ikabainisha kwamba wale ambao wamekatazwa ni hawa, na wale ambao wanaruhusiwa pia kufunga pamoja na katazo ni hawa. Tukimalizia hotuba yetu, kuwa na deni ya Ramadhani mwaka uliopita ni deni, na Ramadhani ni katika faradhi za Allah, amefaradhisha kwetu angalau mwezi 1 kwa mwaka, na hii ni chance na fursa kwetu sisi Waislamu tuweze kupata tohara ya madhambi yetu, tuweze kuvuna baraka za mwezi wa Ramadhani, tuweze kupata thawabu kemkem. Sasa Allah katuwekea fursa moja tu, mwezi 1 wa Ramadhani kwa mwaka. Sasa unapokuwa uko na udhuru wa kisheria, sheria inasema kwamba wewe kama ni msafiri ama mgonjwa itabidi ule. Mama mwenye kunyonyesha pia atabidi afungue kama anahofia afya yake. Mama pia mjamzito itabidi afungue kama anahofia afya yake. Lakini si ruksa moja kwa moja, pengine anaweza kafunga pamoja na ujauzito, akafunga pamoja na kunyonyesha. Haina maana kwamba hii sheria kwamba mama mjamzito na yule mwenye kunyonyesha kwamba ameruhusiwa moja kwa moja. Yeye anaangalia afya yangu ni vipi, nitawezana pamoja na niko na mimba, nitawezana kufunga pamoja ninanyonyesha. Ataweka kwenye balance mwenyewe aone, akiwezana atafunga, asipowezana sheria inasema basi kula, utakuja kulipa baada ya Ramadhani. Sasa na huyu mama pia pengine amekula kwa sababu ya kunyonyesha ama kwa sababu ya mimba, pia analipa. Na yule ambaye pia yuko amefungua kwa makusudi, kwa sababu watu wanafanya mchezo vile vile, amefunga Ramadhani anafungua kwa makusudi, pia analipa pamoja na toba juu yake. Sasa hawa wote wanafaa kulipa. Yule mama ameingia katika siku zake za mwezi wakati wa Ramadhani, siku 2 3 ile atalipa pia. Yule mama ambaye ameingia katika siku zake ya nifasi, damu ya uzazi, pia atalipa pia. Hawa wote wana madeni ya Allah, na wote wakina mama wao wote ndani yake wanapatikana, kwa sababu kwa mwezi lazima mama ataingia siku zake tu.
Sasa kama mpaka sasa utapata pia wako wengi pia hawajalipa haya masiku, wameghafilika. Sasa kwa mujibu wa sheria, full stop ya kulipa madeni ya last year ni katika mwezi wa Shaaban, kwa mujibu ya hadithi imethibiti kwa Aisha. Anasema Aisha kwamba kana yakunu alayya sawmu min ramadhani ma astati'u an aqdiyahu illa fi Shaaban, nilikuwa niko na deni ya mwaka uliopita Ramadhani na sikuweza kufunga mpaka Shabani nikapata kulipa na kufunga. Sasa Mola anasema kwamba kuchelewa kwa mama Aisha kufunga kulipa deni ya last year ni kwa sababu alikuwa anamshughulikia mtume, anamhudumikia mtume katika kazi za dini. Sasa anajipata yeye kule kuwa busy na kushughulika mambo ya dini akimsaidia mtume, anajipata Shabani imempata, deni ambalo alikuwa nalo hajalipa, anakuja kulipa katika mwezi wa Shabani. Ikawa sasa ndio mafuhumu ya hadithi kwamba mama Aisha alikuwa kuweza kufunga deni ya last year iliyopita kwa sababu ya kumhudumikia mtume. Sasa Mola sasa kutokana na hadithi hii ya mama Aisha anasema kwamba inajuzu na ruhusiwa mtu kuchelewesha funga yake mpaka mwezi wa Shabani ndipo akapata kulipa deni yake kabla Ramadhani kuingia. Ni ruksa. Lakini sasa usijipe matumaini ukawa umeghafilika, nitafunga Shabani, nitalipa, nitamaliza. Itafika Shabani pia uone ni mzigo kwako, ushindwe. Ramadhani pia nyingine imeingia hujalipa, inakuwa pia ni madhambi juu ya madhambi. Sasa hapa pia ni fursa ya kumalizia madeni. Wakina mama, wakina kaka, wakina baba, wanani, ni fursa ya kumalizia madeni kabla Ramadhani kuingia. Alikuja bwana mmoja akamwambia Mtume, ya Rasulullah, inna ummi matat alaiha saumu shahri, hakika mama yangu ameaga, yuko na deni ya mwezi wa Ramadhani. Bwana huyo anamuelezea Mtume hali ya mama yake ambaye ameaga dunia hali ya kuwa yuko na deni ya mwezi wa Ramadhani. Akamuuliza, je, afa aqdihi anha, nimlipie deni mama yangu? Mtume akasema naam, mlipie deni mama yako. Kisha akamwambia kwamba fadainullahi ahaqu an yuqda, deni ya Allah ina haki zaidi ya kulipwa. Hebu angalia, kama huyu mama ameaga yuko na deni ya mwezi wa Ramadhani uliopita na kijana wake anakuja kumletea malalamiko haya Mtume na kumuuliza kama anaweza kumlipia deni hili mama yake, na Mtume akamwambia kwamba fadainullahi ahaqu an yuqda, deni ya Allah ina haki zaidi kulipwa. Itakuwaje kwa yule ambaye yuko hai anaweza kufunga mwenyewe mpaka Shabani sahihi hajapata kulipa madeni ya Ramadhani iliyopita? Huyu ameshaaga. Mtume anasema kwamba mlipie mama yako deni hilo, kwa sababu hii ni deni ya Allah na lina haki zaidi kulipwa. Na analipa deni hili. Unapata hadithi nyingine inasema kwamba man mata wa alayhi siyam, yule ambaye atakufa yuko na deni ya Ramadhani iliyopita, swama anhu waliyuhu, anamlipia yule mtu wake wa karibu. Yule ambaye atakayekufa yuko na deni ya Ramadhani iliyopita, yule ambaye ana haki zaidi ya kumlipia deni huyo yule ambaye limeaga ni yule wali wake, na wali inamaanisha yule mtu ambaye yuko karibu na yule maiti, ima ni baba, ima ni mama, ima ni dada, ima ni kaka, ima ni marafiki zake. Yani wale ambao wako karibu na yule maiti ndio wana haki zaidi ya kumlipia yule maiti deni ambalo ameliacha ya funga ya Ramadhani iliyopita. Kuonyesha kwamba deni ya Ramadhani hakuna mahali pa kuhepa, lazima lilipwe. Hata kama utakuwa umefariki, wale ndugu zako wa karibu wakulipie. Ndio maana yake. Mungu atuwafikishe madeni wapate kulipa. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsamahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq. Amma ba'du, ibadallah, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mushrikeen
ودمر أعداء الدين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.